Mpendwa mtazamaji, tarehe 15 ya mwezi wa 8 kanisa linafanya sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 19 na ile sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 6 na ya 10. Somo la pili tunalipata kutoka kwa barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 20 hadi ya 26, na injili ni kwa mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 39 hadi ya 56. Nitaisoma injili. Mariamu aliondoka akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkiwa kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu, akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Na kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi 3, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria ni sherehe muhimu sana ndani ya Kanisa Katoliki, ambayo inaadhimishwa kila tarehe 15 mwezi wa 8. Habari za kupalizwa mbinguni Bikira Maria ni fundisho la kanisa ambalo ni dogma, kwamba Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho yake. Hadhi hiyo ambayo amepewa na kanisa inatupelekea kutafakari ukuu na heshima ambayo Mwenyezi Mungu amempatia Bikira Maria, kwamba Kanisa Katoliki linaamini kwamba na linafundisha na kuhimiza kwamba Bikira Maria ambaye ni mama wa Mungu, kama tulivyomsikia alivyozungumza Elizabeti kwamba limenitokeaje neno hili, kwamba mama wa Bwana wangu anijie mimi. Kwa hiyo neno hili ambalo nasema mama wa Bwana wangu, kwamba Bikira Maria ambaye ni mama wa Mwenyezi Mungu, yeye baada ya kumaliza maisha yake ya hapa duniani, aliposhiriki katika ile kazi ya ukombozi, pale alipokubali kumchukua Yesu Kristo ndani ya tumbo lake, akamzaa na baadaye akamlea kwa muda wa miaka 33, ndipo Yesu Kristo akaja akatimiza ule mpango wa Mwenyezi Mungu, akamwaga damu yake pale msalabani kuweza kukomboa ulimwengu wote. Yesu Kristo hakumwacha mama yake abakie katika ardhi aoze, bali alipalizwa mbinguni mwili na roho. Na hilo ni fundisho la kanisa, na hilo ni fumbo, na hilo ni dogma.
Baadhi ya watu wanasema kwamba kwa nini kanisa Katoliki linampatia heshima kubwa hiyo sana mama Bikira Maria kwamba alipalizwa mbinguni? Mpendwa mtazamaji, si kanisa ambalo limempatia heshima hiyo peke yake, bali ni Mungu mwenyewe alimheshimu Maria kuliko vile sisi tunavyoweza kumpatia heshima hiyo. Ni Mungu mwenyewe alimpatia heshima hiyo kuliko wanadamu wote. Kwanza, kumpatia nafasi Maria aweze kuwa hekalo la kuweza kumchukua mwanaye pekee. Ni Mungu mwenyewe alimpatia heshima hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimpatia hiyo heshima, baadaye akamkinga na kila aina ya uovu, kwa sababu alipotengeneza, alipomwandaa Bikira Maria, Mwenyezi Mungu asingeweza kuruhusu uchafu uweze kuingia ndani ya mwili wake, ndani ya nafsi yake, mahali ambapo mwanaye ataweza kukaa. Asingeweza kuruhusu kitu hicho. Kwa hiyo alimkinga. Na huyu baadaye pia hata Yesu Kristo mwenyewe, angalia huyu mama alivyokuwa mwaminifu, alivyoweza kuambatana na mwanaye katika safari yote, na mwishoni akajikuta yuko chini ya msalaba akimwona mwanaye ametapakaa damu. Mwanaye mwenyewe akasema, mama, tazama mwanao. Kwa Yohana baadaye akasema, mwana, tazama mama yako. Kwa ni heshima ambayo Yesu mwenyewe anampatia mama yake. Kanisa katika asili yake na katika mafundisho yake likatangaza kwamba Bikira Maria amepalizwa mbinguni mwili na roho. Swali, kuna utofauti gani katika jambo hili la kupalizwa mbinguni au kupaa? Nianze na hili jambo la kupaa. Katika Biblia takatifu, aliyepaa mbinguni ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu. Hivyo katika nguvu zake yeye mwenyewe, katika uwezo wake mwenyewe, alirudi mbinguni kwa Baba. Lakini Bikira Maria yeye aliishi katika neema ya Mwenyezi Mungu kama wanadamu wengine. Yeye alipalizwa mbinguni na huyu mwanaye ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alimwezesha, kwa hiyo Kristo alimwezesha Bikira Maria kupaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo Bikira Maria aliwezeshwa na huyu Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni, kwa sababu asingeweza kumwacha mama yake aweze kuoza, ambaye yeye huyu alikuwa katika neema hiyo. Wataalamu wa mambo ya kihistoria wanasema kwamba walipoenda kuangalia kwenye kaburi la Bikira Maria, ambaye wanasema alizikwa maeneo ya Efeso, ambayo sasa hivi ndio nchi ya Ugiriki, walikuta pale kaburi lile liko tupu. Alikufa kama watu wengine, lakini walipoenda wakakuta kaburi liko tupu, maana yake alichukuliwa, alipalizwa kwenda mbinguni. Ndipo basi kanisa likakaa, likatafakari, likatoa fundisho hilo, na kutokana na sababu hizo za msingi, baada ya kuweza kupata ridhaa ya maaskofu Katoliki duniani kote, ikampendeza Mwenyezi Mungu, kanisa tarehe 3 ilikuwa saa 3 asubuhi, ilikuwa ni tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 1950, mbele ya maaskofu 700 na waumini takribani 600,000, askofu wa Roma ambaye halifa wa Kristo, ambaye ndio mchungaji mkuu wa kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu Pio wa 12 alitoa tamko rasmi juu ya mama Bikira Maria kwamba mama Bikira Maria amepalizwa mbinguni mwili na roho. Na Baba Mtakatifu Pio huyo wa 12 katika tukio hilo alisema kwamba baada ya kumtolea Mwenyezi Mungu sala na maombi mengi ya kudumu, baada ya kupata mwanga wa Roho Mtakatifu na kupata mafunuo hiyo, basi wanatangaza wazi kwamba Bikira Maria amepalizwa mbinguni mwili na roho. Faida gani tunaipata katika sherehe hii? Ya kwanza, kama vile Mwenyezi Mungu alivyompatia heshima mama Bikira Maria, akampatia neema, akamkinga na mabaya, vile vile pia wale wote ambao wanakimbilia ulinzi kwa mama Bikira Maria wanapewa ulinzi, wanakingwa na kila aina ya mabaya. Na ndivyo ilivyo, kama tulivyosikia katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kuanzia aya ya 1 mpaka ya 6, kwamba
ishara kuu ilionekana mbinguni kwamba mwanamke aliyekuwa amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba alikuwa akilia hali akiwa ana uchungu na wa kuumwa katika kuzaa. Sasa ikaonekana joka likataka kuweza kummeza yule mtoto, ndipo yule mwanamke akamkimbiza yule mtoto. Kwa hiyo mama Bikira Maria yeye anawakinga, anawalinda wale wote wanaokimbilia ulinzi kwake. Na katika hali hiyo ya ulinzi kwa mama Bikira Maria, ndipo basi kanisa linamtangaza kwamba yeye ni mama wa Mungu. Kama amepalizwa ameenda mbinguni, yeye yuko mbinguni, yeye ni malkia. Malkia ni mama wa mfalme ambaye yuko kule mbinguni anatuombea. Yeye analiombea kanisa. Tumuombe huyu mama katika nyakati ngumu ambazo tunazopita katika nchi yetu, azikutuombea, na Mwenyezi Mungu atukinge na kila aina ya ubaya. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.